Gonna TV, acha tukujuze. Naam, karibu tena kwenye kipindi chako pendwa cha Plug Love Zone hapa Gonna TV. Historia ambayo tunaielezea ni Huba la Jini sehemu ya pili. Utakupo nami msimuliaji wako Sheila the Sky. Plug Love Zone. Tuliishia pale Eli Banzoka amemtongoza msichana Miriam. Kwa kuwa Miriam ndio wa kwanza alikuwa na hisia za upendo kwa Eli Banzoka, hivyo jibu lake Eli Banzoka lilikuwa ni jepesi mno. Yaani Miriam ilitokea alimjibu Eli Banzoka pale pale. Nami nakupenda Eli Banzoka. La tungechelewa kidogo ningekutongoza mimi mwenyewe. Hayo yalikuwa ni maneno ya Miriam baada ya kuambiwa anapendwa na bwana Eli Banzoka. Cheko lake la Huba liliweka bayana kama jinsi gani alivyokuwa tabani kwa bwana Eli Banzoka. Na kwa Eli Banzoka naye akaona sawa, hakuna tatizo, kama binti amenipenda basi hakuna shida. Hapo ndipo wakaanza mapenzi rasmi, kutoka kuwa marafiki ambao wanashirikiana kwenye masomo na kuanza kuwa wapenzi rasmi. Kumbuka wote ni wanachuo wa sekandia pale UDSM, yani wanachuo wa mwaka wa pili pale UDSM. The Plug Love Zone. Hapo ndipo penzi likapamba moto, auti zikawa nyingi zaidi, hususa safari za kwenda klabu. Ilikuwa kila wikendi wanakwenda klabu, lakini kitu cha ajabu zaidi, Miriam hata siku moja hakuwahi kuona wazazi wa Eli Banzoka wala nyumbani kwao hakuwahi kufika. Isipokuwa alijua tu Eli Banzoka ni mtoto wa kishua, maana alikuwa akibadilisha magari tofauti tofauti na swala la pesa kwake halikuwa tatizo. Miriam hakutaka kufikiria sana kwa kuwa yupo kwenye penzi zito, na Waswahili wanasema mapenzi sawa na upofu. Hivyo hakutaka hata kujua familia yake ikoje na wanaishi wapi. Yeye mradi tu yupo naye anayempenda na maisha yanakwenda, pesa zipo, basi wakaanza kula starehe. Kitu cha ajabu cha kwanza Miriam kukiona, lakini hakutilia manani hata kidogo. Inapofika tu saa 7 usiku, hilo disco zima watu humo huwa kama wanabadilika sura zao. Lakini kwa kuwa Miriam amependa na ameshakunywa pombe, hakutilia manani. Lakini kila inapofika saa 7 tu usiku, basi mziki, aina mziki inabadilika na watu sura zao kama zinabadilika kwa namna moja ama nyingine. Lakini Miriam akaona labda ni aina tu ya mziki wanaocheza na taa, labda disco light zile za ndani na pombe tu. Hakutilia manani hicho kitu hata kidogo. Waswahili wanasema siku zote mshika mawili moja humponyoka. Basi ndivyo hivyo kwa Miriam, ufaulu wake ukaanza kupungua. Lakini cha ajabu, ufaulu wa Eli Banzoka ulikuwa ukiongezeka zaidi, lakini Miriam ufaulu wake ukaanza kushuka. Huku wazazi nao wakawa na wasiwasi, maana kuna wakati walikuwa wakipiga simu Miriam, simu yake inakuwa imezima, yani haipatikaniki. Miriam ilikuwa si rahisi kumpigia simu na kumpata, ila yeye ndio anaweza kukupigia wewe simu. Hivyo kuna siku wazazi wake walikuja chuoni na kuweza kuulizia mtoto wao ana changamoto gani. Lakini kwa bahati mbaya walipofika chuoni hawakumkuta. Walikuta walimu, wakajaribu kuelezea yupo, lakini tunamwona ufaulu wake unapungua. Hakika wazazi wake kwao ilikuwa ni changamoto na pigo kubwa, kwa sababu walitegemea makubwa kutoka kwa Miriam. Kwa sababu Miriam ndiye alibakia kama mkombozi wa familia kwa namna moja ama nyingine kupitia elimu. The Plug Love Zone. Na msikose mwendelezo wa sehemu ya 3 kujua maisha ya mapenzi ya Eli Banzoka na Miriam yalikuwaje, mwisho wake na changamoto zake ni nini. Na je, wazazi wa Miriam baada ya kujua mtoto wao ufaulu wake unapungua walichukua hatua gani? Stori yako ni Huba la Jini sehemu ya pili. Usikose sehemu ya 3. Kipindi chako hewani kilikuwa ni The Plug Love Zone. Msimuliaji wako ni mimi Sheila the Sky. The Plug Love Zone. Usikose kulike, kushare na kusubscribe ndani ya channel ya Gonna TV pale YouTube.
The plague loves her.